Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi. Leo tunazungumzia kuhusu jambo ambalo watu wengi hulitamani moyoni, lakini wakati mwingine huogopa kulizungumza, ambalo ni kupata mwenza mzuri wa maisha. Wengi wameumizwa kwenye mahusiano yaliyopita. Wengine wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu, na wengine wamejiuliza, kwa nini kila ninayekutana naye si mtu sahihi kwangu? Lakini ukweli ni kwamba kupata mwenza mzuri si swala la kukimbizana na mtu yeyote anayekuonyesha upendo. Ni swala la kujua unachotafuta, kujijua mwenyewe, kutambua tabia njema na kuchukua muda wa kumfahamu mtu kabla ya kufanya uamuzi mkubwa. Leo katika Moyo wa Malezi tutazungumza mambo 10 ambayo yanaweza kukusaidia kufanya uchaguzi wenye hekima unapotafuta mwenza wa maisha. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu na tuanze. Jambo la kwanza, jijenge wewe mwenyewe kwanza. Usitafute mwenza kwa sababu tu unaogopa kuwa peke yako. Jijenge katika tabia, mawasiliano, uwajibikaji, kazi na namna ya kushughulikia changamoto. Mwenza mzuri pia anahitaji mtu anayejitahidi kuwa mwenza mzuri. Jambo la pili, jua unachotaka. Jiulize, nataka maisha ya aina gani? Ni maadili gani ni muhimu kwangu? Nataka familia ya aina gani? Ni mambo gani siwezi kuyavumilia katika uhusiano? Ukijijua, inakuwa rahisi kufanya uchaguzi. Jambo la tatu, usichague kwa muonekano pekee. Uzuri unaweza kuvutia macho, lakini tabia ndio huishi ndani ya nyumba. Angalia heshima, uaminifu, uwajibikaji, huruma na namna mtu anavyowatendea wengine. Usiangalie tu muonekano wake peke yake. Jambo la 4, angalia matendo na si maneno peke yake. Mtu anaweza kusema, nitakupenda milele, yaani nakupenda, ni wewe tu, yaani nakupenda mno jamani, akasisitiza upendo, lakini kinachotakiwa kuangaliwa ni mwenendo wake. Angalia, je, anatimiza ahadi? Je, anaheshimu watu? Je, anakubali makosa yake? Je, anakuwa mwaminifu? Muda husaidia kumjua mtu kuliko maneno ya siku chache. Jambo la 5, usikimbilie uhusiano kwa sababu ya upweke. Upweke unaweza kumfanya mtu akubali hata jambo ambalo asingelikubali akiwa na utulivu. Ni bora kuwa peke yako kwa muda kuliko kuingia kwenye uhusiano unaokunyima amani na heshima. Jambo la 6, jifunze kuwasiliana. Mwenza mzuri si yule ambaye hamtokubaliana kamwe. Ni yule ambaye mnapotofautiana mnaweza kuongea, kusikilizana na kutafuta suluhu bila kudhalilishana. Kwa hiyo jifunze kuwasiliana. Angalia, je, unaweza kuwasiliana vizuri na mwenza wako? Mwenza mzuri anawasiliana vizuri pale ambapo mnakuwa mmetofautiana, mnaongea, mnasikilizana na mnasuluhisha matatizo yenu bila kudhalilishana. Jambo la 7, chunguza namna anavyoshughulikia hasira. Hili ni jambo muhimu sana. Angalia mtu anapokasirika. Je, anatukana? Je, anatishia? Je, anamdhalilisha mwenzake? Je, anatumia ukimya kama adhabu? Au anaweza kutulia na kuzungumza? Tabia ya mtu wakati wa changamoto inaweza kukufundisha mengi kuhusu maisha ya baadaye ambayo utakuwa ukiishi pamoja naye. Jambo la 8, usipuuze alama za hatari. Usipuuze udanganyifu wa mara kwa mara, udhibiti uliopitiliza, vitisho, dharau, unyanyasaji au tabia zinazokufanya uishi kwa hofu. Upendo haupaswi kuwa sababu ya mtu kuvumilia unyanyasaji. Jambo la 9, mwache mtu ajue uhalisia wako. Usijifanye mtu mwingine ili umpate mwenza. Mtu anayekufaa anapaswa kukujua
kujua kwa uhalisia udhaifu wako, nguvu zako, malengo yako na maadili yako. Hivyo usimfiche mtu uhalisia wako. Acha kujue, yani kuwa halisi ili ajue uhalisia wako aweze kuamua. Jambo la 10 na ni jambo la msingi kabisa. Omba, tumia hekima na usifanye uamuzi wa haraka. Kwa mtu mwenye imani, maombi yanaweza kuwa sehemu muhimu ya safari. Lakini pia maombi yaende pamoja na hekima. Omba Mungu akupe utambuzi, kisha chukua muda kumjua mtu, kuangalia tabia yake na kuelewa malengo yenu kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Mpendwa mtazamaji wa Moyo wa Malezi, kama umekuwa ukijiuliza, nitapata lini mwenza wangu? Usijione umechelewa. Maisha ya kila mtu yana wakati wake. Usikubali presha ya watu kufanya uchague mtu kwa haraka. Usiolewe au kuoa kwa sababu tu unaogopa kubaki peke yako. Mwenza wa maisha si mtu wa kujaza nafasi tupo tu. Ni mtu ambaye mtaenda naye kwenye safari yenye furaha, changamoto, majukumu, kujifunza na kujenga familia. Kwa hiyo, kabla hujauliza nitapata wapi mwenza mzuri, jiulize pia, mimi ninajijenga kuwa mwenza mzuri? Kwa sababu wakati mwingine safari ya kumpata mtu sahihi inaanza kwa kujijenga sisi wenyewe kuwa watu sahihi. Huu ni Moyo wa Malezi, mahali tunapojifunza kujenga watoto, familia na jamii yenye upendo, heshima na maadili. Kama ujumbe huu umekusaidia, usisahau kushiriki na mtu mwingine ambaye anahitaji kusikia. Mungu akubariki, akulinde na akupe hekima katika kila uamuzi wa moyo wako. Asante.